Watu wengi wanadhani kuwa kuonekana wa heshima, wa hadhi au wa class kunahitaji pesa nyingi, mavazi ya kifahari au kuzungumza Kiingereza kizuri. Lakini ukweli ni kwamba class ni mtazamo. Na mara nyingi watu wa hadhi ya juu kabisa hawajitahidi kuonekana hivyo. Ni tabia zao ndogo ndogo ndizo zinazoonyesha hadhi yao. Leo nitakufunulia tabia 4 ndogo lakini zenye nguvu ambazo zitaanza kukufanya uonekane klasi, unaoaminika na mwenye ushawishi bila kujitahidi. Lakini kabla tujaanza, nataka ufanye kitu kimoja. Bonyeza subscribe kwenye channel hii Fikra Chanya, kwa sababu kila siku tunashare mafundisho ya kubadilisha fikra zako na maisha yako kabisa. Na nikikwambia tabia ya 3, nitakuonyesha siri ambayo watu wachache sana wanaijua, lakini ndiyo inawafanya watu wa hadhi kuwa tofauti. Tabia ya kwanza, kuongea taratibu, kwa utulivu na kwa uhakika. Unapoongea taratibu, sio kwamba huna confidence, bali unaonyesha kwamba una udhibiti. Watu wa hadhi ya juu hawakimbii maneno, wanajua nguvu ya ukimya na pause. Kila neno wanalolichagua lina uzito. Ukiwa unazungumza kwa haraka, unatoa taswira ya haraka haraka, anxiety au kukosa uhakika. Lakini mtu anayezungumza polepole anachukua nafasi yake, anafanya kila mtu amsikilize. Siri hapa ni moja: usiogope ukimya. Ukimya mdogo kati ya sentensi zako unafanya maneno yako yasikike na kukumbukwa zaidi. Kwa hiyo, next time ukiwa unapiga story, toa sekunde 2 kabla ya kujibu. Itabadilisha kabisa jinsi watu wanavyokutazama. Tabia ya pili, kusikiliza zaidi kuliko unavyoongea. Watu wengi wanadhani kuwa class inatokana na kuzungumza vizuri, lakini ukweli ni kinyume. Watu klasi wanajua nguvu ya kusikiliza. Ukisikiliza kwa makini, unaonyesha heshima, unaonyesha kwamba unathamini watu. Na watu wanapohisi kusikilizwa, wanahisi kuvutiwa na wewe zaidi. Class haiko kwenye maneno, iko kwenye uwepo wako. Jenga tabia ya kuuliza swali moja kabla hujajibu kitu chochote. Mfano, hiyo inamaanisha ulipitia changamoto gani hasa? Swali dogo kama hilo linaweza kukufanya uonekane mtu wa kina, mwenye busara, mwenye class. Tabia ya 3, kusubiri kabla ya kujibu hata kwa message. Hii ni tabia ya siri ya watu klasi. Kila mtu akipokea message leo anatamani kujibu haraka ili aonekane active, friendly, fast. Lakini mtu mwenye class anajua kitu kimoja: kasi sio nguvu. Anaweza kusubiri dakika kadhaa, saa kadhaa, hata siku 2, si kwa kudharau, bali kwa kuwa anatathmini majibu yake. Watu wa hadhi hawafanyi maamuzi chini ya msukumo wa hisia. Wanajibu kwa clarity na composure. Kwa hiyo, next time unapopokea message yenye kukera au inayohitaji uamuzi, usijibu mara moja. Weka simu chini. Pumua, fanya kitu kingine kwa dakika chache. Utashangaa jinsi unavyokuwa calm, composed na classy. Tabia hii moja pekee inaweza kukutofautisha na 90% ya watu wanaoishi kwa impulse. Tabia ya 4, kutumia lugha rahisi, sahihi na safi. Class sio kutumia maneno magumu. Class ni kufanya kitu kigumu kuwa rahisi kueleweka. Watu wa hadhi kubwa hawajionyeshi kupitia vocabulary, wanajionyesha kupitia clarity. Unapoongea au kuandika, epuka kuzunguka sana. Sema unachomaanisha kwa lugha nyepesi, safi, yenye usahihi. Kwa mfano, badala ya kusema I'm attempting to facilitate the commencement of, mtu klasi atasema let's start. Lugha rahisi inavuta zaidi kuliko maneno magumu. Kumbuka, unapoeleweka vizuri, watu wanakuheshimu zaidi. Na class ni kuhusu impact, not impression. Bonus ya 5, kuwa na utulivu katika changamoto. Hii ni tabia ya siri kabisa. Mtu klasi hashtuki haraka. Anaweza kuwa katikati ya matatizo makubwa, lakini anaonekana calm. Kwa nini? Kwa sababu anaamini anaweza kudhibiti matokeo yake. Si kila kitu, lakini mwitikio wake. Watu wenye hadhi wanafahamu kwamba sauti, miondoko, hata uso wako vinawasilisha hadhi yako. Kwa hiyo, usiogope changamoto.
Fanya kama mtu mwenye klasi. Kuwa mtulivu hata wakati wa vurugu. Kwa hiyo hizi ndizo tabia 5 ambazo bila kujitahidi zinaanza kujenga aura ya heshima, utulivu na hadhi ya juu ndani yako. 1. Kuongea taratibu kwa uhakika. 2. Kusikiliza zaidi kuliko unavyoongea. 3. Kusubiri kabla ya kujibu. 4. Kutumia lugha rahisi, sahihi na safi. 5. Kubaki mtulivu hata wakati wa changamoto. Hizi sio tabia za kuigiza, ni tabia za kujijenga taratibu. Na kila unavyozirudia, hadhi yako inakuwa kimya kimya. Na sasa nataka nikuulize swali moja. Ni tabia ipi kati ya hizi 5 unataka kuanza nayo wiki hii? Andika kwenye comments hapa chini. Nataka nikujibu binafsi. Kama umejifunza kitu, bonyeza like ili video hii ifikie watu wengi zaidi. Na subscribe kwa channel hii Fikra Chanya, kwa sababu kila siku tunakuletea mafundisho ya kisaikolojia, tabia na mafanikio yatakayokusaidia kujijenga ndani na nje. Kumbuka, hadhi sio mavazi, sio pesa, ni tabia zako ndogo ndogo za kila siku. Asante kwa muda wako wa kutazama na kunisikiliza hadi mwisho. Tukutane video inayofuata. Endelea kukuza fikra zako.